Wakati wa jioni bunge lilipokuwa limerejea, Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge alipata fursa ya kuchangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa bunge, mara muda wake kuchangia kuisha, kiti kilimjulisha juu ya swala hilo ili kutoa fursa kwa wabunge wengine. Baada ya maelekezo hayo, Mheshimiwa Ado aliendelea kuzungumza na hata baada ya kisemo chake kuzimika kuashiria kwamba muda wake wa kuchangia ulikuwa umekwisha. Kitendo hicho kilimuibua Mheshimiwa Timothy Paul Mzava mbunge, ambaye aliomba mwongozo wa spika ili kujua kama swala hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi. Mheshimiwa bunge, kiti kina mamlaka ya kuhakikisha utaratibu wa uendeshaji bora shughuli za bunge unazingatiwa wakati wa mjadala. Vile vile, kanuni zimewekwa masharti kwamba uamuzi wa spika kuhusu utaratibu ni wa mwisho. Haya yamefafanuliwa chini ya kanuni ya 85(1) ya kanuni za bunge ya mwaka 2025. Mheshimiwa bunge, sote tunapaswa kuzingatia masharti ya kikanuni kuhusu muda wa kuzungumza bungeni na vile vile kutii maelekezo ya kiti kila yanapotolewa. Sasa kwa kuwa Mheshimiwa Ado wakati alipokuwa anachangia hakuzingatia hayo kwa kuendelea kuzungumza wakati muda wake umekwisha, na vile vile hakuacha kuzungumza baada ya kuelekezwa na kiti. Vile vile mpaka sasa mbona kuna baadhi ya wabunge wanafanya makosa kama hayo, hivyo ni vyema kujirekebisha ili kujiepusha na vitendo hivyo vya utovu wa nidhamu. Kwa mantiki hiyo, naeleza kwa endapo swala hili litajitokeza tena, taratibu za kikanuni zitachukuliwa kwa mujibu wa kanuni ya 86 za kudumu za bunge 2025.